zaidi ya vile mwanadamu afahamuvyo ama aelewavyo, na hata utoka hapa na ukielekea nyumbani na Mungu akufungulie kazi katika njia nyingine na upate kibarua ama upate pesa katika njia nyingine, kwa kuwa Mungu achunguziki wala fananishwi. Kwa tunatumainia kwamba yeye aliyekuumba hawezi kuacha uteseke kiwango cha uwezo wako. Yeye atakuwezesha tu na kukuokoa na kuweza kukulinda na kukutwalia, kwa kuwa yeye hakukuumba kwa kuchanganyikiwa. Alikuumba akijua kwamba unastahili kule, unastahili uishi. Hiyo ndio maana tumekuja kuatia nguvu, na kwamba tukitenga na dhambi, tujitahidi sana kutafuta utakatifu kwa kuovu na kutetemeka. Wapendwa wapenzi, Mungu anawapenda. Ndio maana mimi na wewe tumepatikana siku ya leo. Wapendwa wapenzi, wacha tutumie hii nafasi kama amani, na hata amani ya Bwana wetu Kristo na neema yake bado inapatikana, kwa kuwa ipo siku neema inakuja kuondolewa, na yule mpinga Kristo anayekuja atakuja kwa nguvu na atakuwa mkatili sana, na wakati huo atakufinyilia mpaka uchukue nambari yake 66 ili uweze hata kwenda tu kibarua unayefanya. Wapendwa, kama neema ingalipo, chukua hii neema na uweze kumrudia Mwenyezi Mungu, na uweze kujua kwamba yeye ndiye anakuokoa, na uweze kumpenda. Usingojee kesho, kwa kuwa kesho haiwezi kuhakikishiwa, kwa kuwa hakuna siku ya mwanadamu anaweza chua siku ya kuondoka. Na muhimu mimi na wewe tuweze kujitenga na dhambi. Dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Mungu huishi na watakatifu, haishi na wenye dhambi. Tujitenga na dhambi na tutambue kwamba hii dhambi ilileta Sodoma na Gomora ikahukumiwa, ilisababisha hata Mungu ameweza kukiondoa kizazi kile cha Nuhu ambacho kilikuwa na uovu, na huyo Mungu aliyeangamiza bado ndiye anakuja, na atakuja kuangamiza dhambi na wenye dhambi pamoja. Watu wa peace, wacha tufungue masikio na tujiandaa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuhofu na kutetemeka na kuachana na dhambi, kwa kuwa Masihi anarudi, na tuweze kuwa watu